Na mtazamaji wa Kawabe Media, karibu kwa mbelenge za kimichezo. Mbele yako ni shabiki maarufu wa Simba Sport Club, Wakili Msomi. Nusu finali kuna raha yake, ila watu wakawa wanajiuliza Simba Sport Club kwenye zile robo finali ambazo zilikuwa naenda leo ndo zimewafanya paka wawe nafasi ya 4. Kumbe robo finali zilikuwa zina maana yake. Wakili Msomi, kwanza tuanze na hapo, habari za sasa hizi? Safi. Wema. Safi kabisa. Robo finali zina faida yake. Wakikuita mwaka robo, wait kia tu shabiki wa Simba. Zina raha yake, zina faida yake. Mwisho wa siku unajitenga na watu wa makundi. Unajitenga kabisa na watu wa makundi. Wewe mwana robo finali, hao wanakuwa watu wa makundi. Sasa hivi tunahitaji angalau tuitwe mwaka nusu. Tunahitaji tuitwe hivyo. Kama itatokea miaka 3, 4, mingapi, ikitokea mengine tutapokea. Lakini saa hizi inabidi sawa tuite mwaka nusu. Wakili Msomi, watu wengi wamekuwa wanajiuliza sana, Simba Sport Club wao paka nafasi ya 4 kwenye robo hizi, anaenda paka nafasi ya 4. Unajua kupanga ni kuchagua. Na ndio maana sisi tulihitaji kuyazoea makundi, focus yetu ya kwanza. Baada ya hapo tukishazoea makundi, manake tunasimama tunaenda kwenye robo. Tumeishi sana kwenye robo, lakini si kwa bahati mbaya. Ukiangalia kwa nini tumeishi sana kwenye robo, kutokana na wapinzani ambao tulikuwa tunakutana nao, kuvuka ilikuwa ni mtihani kwa sababu wao walikuwa ni wazoefu kupita sisi. Lakini pia bado tulikuwa tunatafuta njia sahihi ya kuyafikia mafanikio yetu. Ndio maana tulikuwa tunaamini kabisa twende, lakini kwenye hatua ya robo tusikose. Na kama tusikose, manake wachezaji wetu wanazoea, kuna hali inajengeka kwamba sasa hivi Simba ni timu kubwa, kutoka hatua za awali au kuishia makundi haiwezekani, lazima wafike robo. Kwa hiyo mchezaji akija stage ya kwanza, wazo lake anajua kwamba mimi huku nilikokuwa nilikuwa nacheza 90% hatua za mtoano za makundi. Kwa hiyo nikienda Simba na kuwa na mafanikio ya robo. Umeona? Kwa hiyo tayari pale mchezaji focus yake inamuonyesha kwamba nikienda Simba na kuwa, kwa sababu hii timu, mfano saizi mwangalie Yusuf Kagoma. Sawa? Saizi unaweza compare na Dube. Yusuf Kagoma tayari ni mwana nusu finali. Dube hatua gani? Sijui unanipata? Tayari madaraja yanajitenga. Kwa hiyo Yusuf Kagoma na Dube huwezi kumfananisha kabisa na Prince Dube. Huwezi kumfananisha na Clatous Chota Chama. Sawa? Yusuf Kagoma mwana nusu finali, Chama mwana robo finali. Clatous Chota Chama kacheza finali. Ipi hiyo? Akiwa na Berekane. Sasa kwenye ardhi ya Tanzania huwezi kumpata Chama alicheza finali. Sijui umenipata? Kwenye ardhi ya Tanzania ndani hapa huwezi kumpata Chama aliyecheza finali kupitia klabu yoyote hapa. Umenipata? Kwa hiyo ndio maana nakwambia Chama huwezi kumfanisha na Yusuf Kagoma. Kagoma ameiwezesha Simba kutupeleka nusu finali. Chama amefeli. Miaka mingapi? Sasa hivi Chama amefeli. Robo finali 5 tumeishia. Amembeba vipi? Sisi ndo tumembeba Chama kumfanya awe mkubwa. Sawa? Sio yeye Chama kaibeba Simba. Chama anawezaje kuibeba Simba? Simba imembeba Chama, alikuwa hajulikani mpaka anaenda kusajiliwa na wao Berekane. Akitokea wapi? Basi amini kwamba Simba imembeba Clatous Chota Chama. Na ndio maana saa hizi utawala Clatous Chota Chama kwenye soka la Tanzania unafanyaje? Unapotea. Tayari kila kitu kishaisha. Umeelewa? Kwa hiyo amini ninachokwambia. Saa hizi mwaka huu mimi nilikwambia tangu unaanza, ndugu yangu. Najua Kawabe mngekuwa mnatunza hizi kumbukumbu zingewasaidia. Nimewaambia mwaka huu Simba ni finali, aiza tusimamie kwenye kombe. Mwaka huu Simba ni finali. Tukichanga vizuri kaleta zetu kama alivyoagiza marehemu John Pombe Magufuli kwamba sisi tu wa kwanza kuleta ubingwa wa Afrika. Tunauleta. Ndio tunania nao. Ali Shaban kama mara baada ya mchezo wao jana kutamatika alilia kama alivyolia Ahmed Ali. Inawezekana labda virungu vya polisi bado vinasumbua mwilini. Kwa hiyo labda bado ana maumivu. Kwa hiyo labda wakati mnamuhoji
naye kuna labda mwandishi alimgusa begani, na unajua ukienda kidogo watu lazima uchezee virungu. Kwa hiyo inawezekana labda kuna sehemu aliguswa maumivu, hii inapelekea kulia pia. Haya ndio mashindano yao. Wenzetu kama hapo sasa naona umenipa kitu. Kwa maana kwamba alifurahia kuwafunga Azam. Ni sahihi kwa sababu hilo ndio daraja la Yanga. Yaani ukizungumzia daraja la Yanga ni kuwafunga Namungo, Lipuli, Azam, sijui nani na sisi alitufunga. Sikakimbia. Kwani alikuwa hajui kwamba sisi tunajiandaa? Sasa hiyo michezo iliyopita hata sisi tulimfunga. Yaani Simba na Yanga ukizungumzia wote wamefungana mechi nyingi sana. Umeelewa kwa hiyo kama yeye alitufunga michezo iliyopita na sisi kuna michezo iliyopita tumemfunga. Umeelewa? Ndio maana kila siku nawaambia Yanga ametufunga 5. Yanga tumemfunga 6. Sawa Sijui unanielewa? Yanga amewahi kutufunga kwenye kombe la FA 1. Yanga tumewahi kumfunga kwenye kombe la FA 1. Yanga tumewahi kumfunga kwenye kombe la FA 4. Umenipata Kwa hiyo huko kote kufungana tunafungana sasa. Ila kuna madaraja. Unajua kwa nini Alikamwe amelia jana? Alikamwe mechi ya kwanza Azam waliwaonea sana Yanga walipokutana. Ndio maana nakwambia hizi ni timu ambazo zinashabiana. Ujue ukirudisha kwenye uwiano wa magoli, kila mtu kwenye mechi mbili amescore goli 2. Sawa kwa maana kwamba mechi ya kwanza ni 1-0, mechi ya pili ni 2-1. Kwa kila mtu amescore goli 2. Kila mtu amechukua pointi 3. Umenipata? Hizi ni timu za daraja moja. Uzito mmoja. Ndio maana Alikamwe amelia kwa furaha baada ya kuifunga Azam. Hawezi kuamini. Yanga walihama Azam Complex kwa kukimbia Azam. Sasa anaenda kumfunga pale unategemea kinatokea nini? Lazima Alikamwe alie. Kwa hiyo wajipongeze pia, wachinje hata mbuzi au ng'ombe, wanywe supu. Sasa tufanyaje tena? Umeimisi supu yao? Yaani sio nimeimisi. Mimi kwanza sijawahi kumisi supu za vibudu. Ng'ombe anapochinjwa umuoni? Unaletewa tu bakuli kunywa. Kuna ndugu yangu mmoja alienda pale kufuturu. Tangu amefuturu, alipomaliza ile futari akaharibikiwa akili. Hatuko naye hapa. Alikuwa mwana Simba, sasa hivi hata viwanjani anaonekana sija shachanganyikiwa akili. Umeelewa Wewe unamuona mzee Saidi sasa hivi? Unamuona viwanjani? Umuone Sijui unaelewa? Unamuona anazungumza. Sasa inatakiwa muulize futari. Mara mwisho kuzungumza alikula futari. Sijui unanipata? Na bado kuna mchambuzi mmoja naye kama kidogo amechanganyikiwa naye alipotoka kwenye futari. Kwa hiyo vitu muda mwingine vya kutumia hivi tuwe tunaangalia. Tuwe na tahadhari. Sio mnatumia tu, mnaitwa hapa njoo humo. Akikuita wakili msomi kwenye tawi lake njoo. Wakili msomi anaamini sana Mungu. Ndio maana unaona kwenye mechi yetu mgeni mwalikwa Mwamposa. Mgeni mwalikwa Shehe Mkuu. Sijui unaelewa Umepapata hapo? Mgeni rasmi Juma Awesu, waziri wa maji. Sijui umenipata? Sio kwamba mgeni mwalikwa unaita supu. Unataka yani wewe pamoja na kuitangaza mechi yako afu unataka tutakuwa na supu. Hiyo supu kweli ni salama? Waiangalie haya mambo, sijui supu, futari, sijui nini, kachori, unajikuta. Kuna baadhi ya wachambuzi mara baada ya mpira kutamatika wa Simba Sport Club na kwenda nusu finali, mara baada ya siku moja kupita, mchambuzi alitoka hadharani na kusema kipofu kaona mwezi. Kana kwamba Simba Sport Club kwenda nusu finali ni sawa na kipofu kuona mwezi. Huyo mchambuzi aliyokula futari. Mchambuzi aliyokula futari ambao unamsemea. Sema hivyo. Kipofu kaona mwezi. Kwanza aka kachambuzi ni kabwana mdogo. Umekaelewa